Watu wengi wanafikiri mafanikio ya kifedha yanatokana na mshahara mkubwa au biashara yenye faida sana. Lakini ukweli ni huu. Fedha haianzi kwenye mfuko, inaanza kwenye akili. Kitabu The Psychology of Money kinatufundisha jambo moja muhimu sana. Tabia zako kuhusu pesa ni muhimu kuliko kiasi cha pesa unachopata. Kuna watu wanapata kipato kidogo lakini wanafanikiwa, na kuna wanaopata pesa nyingi lakini bado wanahangaika. Tofauti iko kwenye maamuzi madogo wanayofanya kila siku. Mfano, mtu anayejua kuchelewesha tamaa, anayejua kuishi chini ya uwezo wake, na anayejua kuheshimu hatari, huyo ana nafasi kubwa zaidi ya kufanikiwa kifedha kuliko mtu anayekimbilia matumizi ili aonekane mbele ya watu. Fedha inapenda subira, inapenda nidhamu, na zaidi ya yote inapenda akili iliyotulia. Ndio maana kujifunza elimu ya fedha sio hiari, ni lazima. Kwa sababu pesa ni chombo kizuri sana, lakini bila akili sahihi kinaweza kukuharibu. Kama umeipenda video hii na unataka kujifunza kwa undani zaidi kuhusu namna ya kubadili mawazo yako, tabia zako na hatimaye maisha yako ya kifedha, kuna kitabu cha Motisha na Elimu ya Fedha kilicholenga hasa mazingira yetu ya Afrika. Kitabu hiki kitakusaidia kuijenga akili sahihi kabla ya kutafuta pesa nyingi. Kama umekiona kupitia video hii, tuma neno kitabu au pesa kupitia namba au mawasiliano yaliyo kwenye maelezo ya video. Usisahau kulike, kucomment na kusubscribe ili uendelee kupata maarifa yatakayokusaidia kudhibiti pesa badala ya pesa kukudhibiti.